Waumini wa Kikatoliki leo wameingia siku ya pili ya maombolezi ya Papa Francis baada ya kuzikwa hapo jana. Na Papa Francis ataombolezwa kwa siku 9 kabla ya shughuli ya kumchagua papa mwingine kufanyika. Wakati huo eneo alikozikwa Papa Francis limeonyeshwa kwa waumini, huku mahujaji wakiendelea kuomba na kumwomboleza Papa Francis, kama Brenda Wanga anavyoarifu. Ua moja jeupe ndilo linaloonyesha sehemu alikozikwa Papa Francis siku ya Jumamosi katika kanisa la Santa Maria Maggiore. Kwenye kaburi lake kuna jina Francis lililoandikwa kwa lugha ya Ugiriki kuashiria maisha yake ya unyenyekevu. Katika eneo la Vatican na kwingineko ulimwenguni, waumini wa kanisa Katoliki walikusanyika na kumwomboleza Papa Francis kwa siku ya pili rasmi. The Eucharistic prayer, we are supposed to mention and pray for the Pope as the head of the church, but now the seat is empty, so we go, instead of mentioning the name of the Pope, each diocese is supposed to mention the name of its ordinary or the local ordinary, that is the local bishop. Kulingana na kanuni za Kikatoliki, maombolezi ya papa yanastahili kufanywa kwa siku 9. Baada ya siku ya kuomboleza kukamilika, shughuli ya kumchagua papa mtakatifu mwingine itaanza rasmi. Zoezi hilo ni la siri na limekuwa likitekelezwa kwa miaka 800. Katika kanuni za sasa, makardinali walio na umri wa chini ya miaka 80 ndio wanaoruhusiwa kupiga kura ya siri. Safari hii jumla ya makardinali 135 watashiriki zoezi hilo katika eneo lililotengewa shughuli hiyo muhimu la Sistine Chapel, ambapo makardinali wamekuwa wakijifungia humo ndani kwa uchaguzi wa papa tangu mwaka 1858. Makardinali hao ambao hula kiapo cha siri kuhusu shughuli ya kumchagua papa watasalia ndani ya chumba hicho hadi apatikane papa mwingine. Makardinali 9 watachaguliwa kusimamia uchaguzi huo, wengine 3 wakikusanya kura na wengine 3 wakikagua kura. Papa mtakatifu huchaguliwa tu iwapo atapokea thuluthi 2 ya kura zinazopigwa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.